Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya hatma ya dabi ya Kariakoo. Nazungumzia mchezo ambao ulipaswa kuweza kuchezwa Machi 8 lakini ulikwenda kuahirishwa kutokana na sababu ambazo zilizoweza kutolewa baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea. Sasa sakata liliweza kufika pale katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Hapa nazungumzia kasi ambao walikuwa fanya mchakato wa kuweza kuangalia namna kuweza kutoa kile kinachoitwa hukumu ambayo itakuwa stahili kwa kila mmoja kuhusiana na tukio hilo. Sasa hapa nazungumzia malalamiko ambayo yalipelekwa na klabu ya soka Young Africans, hatimaye ameweza kujibiwa kwa kile ambacho kilichokuwa kiweza kudaiwa. Hapa nazungumzia kuhusiana na yale yote ambayo ameweza kujili huko kasi. Mimi nakusogezea hapa taarifa kamili, utakwenda kujua wamefikia wapi, muafaka ni upi juu ya kuhusiana mchezo wa dabi ya Kariakoo, kama upo au haupo ama vipi maamuzi mengine ambayo yamechukuliwa. Utakwenda kujua hapa. Kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili kubwa ambao unaendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nazungumzia wananchi wenyewe kwa kile ambacho wao wameweza kukisogeza kutoka kule katika mahakama ya usuluhishi kasi. Ligi kuu ya soka Tanzania bara inakwenda kumalizika mwezi wa 5, ikionyesha kwamba ndio ratiba ambavyo inavyosema kabla ya TFF na bodi ya ligi kuweza afanya mabadiliko, lakini ligi inaonekana kwa upande wa Young Africans wao mwezi wa 5 ndio watakao kwenda kumaliza msimu huu. Young Africans bado msimamo wao unaendelea kubakia kuwa ule ule kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo, huku wakizihilisha kwamba wao hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo kwa kile kinachodaiwa kwamba wanataka waweze kupata fidia ya mabao 3 na magoli 3 na pointi zao zile ambazo ni 3 mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea mchezo huo. Huku wajumbe wa kasi wakiweza kubainisha kwamba mchakato huu huenda ukachukua takribani mwezi mzima, ambapo pengine hatima inaweza ikatolewa kunako mwezi wa 6. Ndio unaweza ikatolewa hatima hiyo kutokana na kasi kuendelea na vikao vya malalamiko ya kesi nyingine. Kwa hiyo huenda hatima ya ligi kuu kwa kumpata bingwa wa msimu huu huenda ikachukua muda kuweza kupata suluhisho, huku mpaka sasa kinachoelezwa kwamba kasi wenyewe wanaona kama wanahitaji kulifanyia jambo hili kwa uwepesi zaidi ili kuweza kumaliza mchakato, kwa sababu kufikia mwezi wa 6 ligi nyingi ambazo zinazoendelea duniani zinakuwa zimeweza kumalizika. Wachezaji wanakuwa wengine mikataba yao inakuwa imeweza kumalizika na wanakuwa wapo mapumzikoni. Kwa hiyo kusema ya kwamba mchezo huo uchezwe kunako mwezi wa 6 pengine inaweza ikawa ni mchakato mwingine ambao TFF na bodi ya ligi wanapaswa kuweza kuangalia namna ya kufanya. Huku klabu ya soka Young Africans wao walikwenda kuwasilisha malalamiko yao kasi na wakapeleka pia maombi hivi karibuni kwa kile ambacho wao walikipeleka, wakisema ya kwamba kutokana na ligi kuu inavyoendelea mpaka sasa kutokuonesha hatima ya kile kinachoendelea, ambapo klabu ya Simba wao ambao ni wawakilishi katika michuano ya kimataifa wenyewe watakuwa bado wanaendelea na ligi kuu, kwa sababu tarehe 25 ndio watacheza fainali ya mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo paka kuweza kukaa tena mapumziko na kuja kurudi kucheza katika ligi kuu itakuwa ni mwezi wa 6. Hivyo basi klabu ya Young Africans wao wakasema ya kwamba wanaomba kule mahakama ya usuluhishi kasi TFF wasitangaze tarehe ya mchezo huo
kutajwa kurudiwa tena mpaka pale ambapo wao wataweza kumalizana na kasi na kutoa maamuzi ambayo yanayotakiwa. Klabu ya Yanga ambayo imewasilisha ombi rasmi ambalo ni stay execution katika mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi, ikitaka bodi ya ligi, TPLB, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na klabu ya Simba wasitangaze tarehe mpya ya Kariakoo Derby hadi kesi yao ya rufaa itakapofikia uamuzi. Hatua hii inakuja baada ya mvutano kuhusu uamuzi wa awali uliowahusisha Yanga, ambapo klabu hiyo sasa inataka haki itendeke kwanza kabla ya mechi hiyo ya watani wa jadi kuchezwa. Kwa sasa mashabiki watalazimika kusubiri uamuzi wa kasi kabla ya kujua hatima ya pambano hilo ambalo linalotajwa kwenda kupigwa. Lakini katika hatua nyingine, kile ambacho hapa nazungumzia kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na yale ambayo yanaendelea uko katika klabu ya Simba mara baada ya klabu ya Simba kuweza kufuzu kucheza fainali. Unafahamu ya kwamba hapa nazungumzia rais wa klabu ya soka ya Young Africans, hapa nazungumzia Engineer Hersi. Unafahamu ya kwamba ni rais wa vilabu barani Afrika, ambapo kumekuwepo na minong'ono mingi sana, watu wakisema ya kwamba mbona hapa nazungumzia rais huyu wa vilabu ambaye ni mwakilishi wa vilabu barani Afrika, mbona hajaipongeza klabu ya Simba kuweza kufika fainali. Sasa Amri Kiemba, mchambuzi wa soka, yeye ameweza kufunguka kile ambacho kinachoendelea. Anasema kwamba Simba ni timu ambayo unaiona haijawa na uwezo wa kushinda dakika zote. Iwapo benchi la ufundi lingekuwa linaamini wana timu bora mno kama mashabiki wanavyoamini, bila shaka wasingefika hapa walipo. Katika uhalisia, je, Simba walitarajia kufika fainali? Imetokea tu kama bahati. Binafsi naweza kusema wamefluku. Wakati wanaanza msimu, hata wao walisema hadharani wapo katika ujenzi wa timu, na ni kweli benchi jipya, wachezaji wengi wapya, uwezi kusema hapa walipofika walipanga, ila ni matokeo tu. Kwa sasa ukisema hivyo hawawezi kukuelewa kwa sababu wanaongelea kwenye bahari ya furaha, lakini baadaye wanaweza wakaelewa. Hata Yanga walipofika fainali tulisema walifluku, hawakuelewa, lakini kwa sasa ukikiti nao vizuri wanakusikiliza na wanakuelewa. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachotokea kwamba klabu ya Simba pengine haikufika hapo kutokana na mipango, bali wanasema bahati ndio iliyoweza kuwafikisha hapo. Kumekuwepo na kauli kwa nini Engineer Hersi Said awapongezi klabu ya Simba wao kuweza kufuzu katika michuano hiyo ya kombe hilo la shirikisho barani Afrika. Maneno yamekuwa ni mengi, lakini watu wanasema ya kwamba hakuna ulazima wowote wa kuwapongeza kwa sababu pengine ingempasa hapa nazungumzia Engineer Hersi awapongeze, hapa nazungumzia RC Bakane awapongeze pia, hapa nazungumzia pamoja na Pyramid na Mamelodi kwa kuweza kufika. Kwa hiyo wanachokisema kwa sasa pengine Amri Kiemba pia naye ameweza kuandika, anasema ya kwamba ninachoamini ukimya wa mwenyekiti wa umoja wa vilabu Afrika Engineer Hersi kuhusu kuwapongeza Simba kutinga fainali kafu ni kutafuta namna bora ya kuwapongeza, maana katika hili sio Simba peke yao, atazipongeza Mamelodi, Pyramid, Berkane ambazo nazo zimetinga fainali. Kama Simba wanaomba kupongezwa na Engineer Hersi, wasubiri muda ukifika watafanyiwa hivyo. Unaona bana, kuhusiana na kupongezwa kufika kwao fainali. Bwana, weka maoni yako hapo chini.